shemeji yetu huyu ambaye kwa kweli amekuja kuonyesha kitu cha tofauti na vitu vingine kama hivyo. Nikuulize kama shabiki wa Simba sasa, si ndio? Aziz Ki anaondoka. Yanga bado wanasema hawachezi kwenye dabi ya Kariakoo. Wewe mshabiki wa Simba, kuondoka kwa Stefan Aziz Ki na mechi ya dabi ambayo mko nayo tarehe 15 Juni, ina advantage yoyote kwako? Kwa namna ambavyo amekuwa akiwafanya. Advantage ipo kwa sababu Aziz Ki kwenye kila dabi nadhani ya msimu uliopita tu msimu huu ndo akufunga, lakini ile ya 5-1 Aziz Ki alifunga, 5-1 Aziz Ki alifunga, kuna ile ya 2-1 Aziz Ki alifunga. Kwa hiyo Aziz Ki amekuwa na record ya kuifunga Simba. Ukiachana tu na ile kufunga, lakini ule uwepo wake tu uwanjani umekuwa tayari ni tishio kwa timu ya Simba. Kwa hiyo kwenye dabi manake leo hii Fadru kama alikuwa anafikiria labda dabi inachezwa tarehe 15, sio hivyo? Kama alikuwa ameweka mipango ya kumkaba au ya kumdhibiti Aziz Ki, nadhani hata yeye pia atakuwa anapumua sana. Sasa hapa afadhali kuna kitu kimepungua kwenye timu ya Yanga, lakini huwezi underestimate Yanga sawa kwa namna ambavyo inacheza, kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya michezo ambayo Yanga inacheza bila Aziz Ki lakini bado ana perform. Unajua advantage ambayo Yanga wanayo, na nimekuwa nikisema mara nyingi, Yanga wanacheza kama system. Haitegemei mchezaji mmoja. Hata kama mchezaji fulani hayupo akaingia mchezaji mwingine, unaona rhythm ya timu bado iko pale pale. Japokuwa kuna mapungufu kidogo utaona, lakini bado timu uone kama ita struggle sana au uone labda kama itashinda kupata ushindi. Unaiona kabisa timu inacheza vizuri na inapata ushindi. Kwa hiyo advantage ambayo tu Simba atakuwa nao ni kwamba tayari upande wa pili kuna mchezaji ambaye hatari hayupo, lakini kama Aziz Ki yupo manake tunaanza kumuona labda Chama ndo anaweza kupata nafasi. Kwa hiyo hiyo pia inaweza ikawa pia ni disadvantage nyingine kwa Simba, kwa sababu mchezaji ambaye atakayepewa nafasi sasa hivi acheze ile position ambayo Chama alikuwa anacheza, anataka kuonesha zaidi, ili kama labda Yanga walikuwa hana mpango naye msimu unaokuja, au labda walikuwa ni mchezaji ambao hawampi nafasi, basi waanze kumfikiria kwa jicho la pili. Sawa, tugusie hapo kwa Young Africans ambao nimewazungumzia hapo awali, lakini wao wanaita, mashabiki wa Simba wanaita ni Yanga B, Singida Black Stars, ambayo imetajwa kuwa na binasaba na Young Africans. Tunafahamu kwamba kama wakifanikiwa kumaliza katika zile nafasi 4 za juu, basi watapata nafasi ya kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya CAF. Singida kocha wao alichukuliwa, kocha Hamdi, lakini wapo baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kutimkia Young Africans, wakiwemo kina Jonathan Soa, wachezaji ambao wamekuja na wamesha prove yani ndani ya muda mfupi, lakini tayari ameonyesha na kitu gani. Lakini pia sajili kubwa ambazo wamefanya, golikipa wao ambaye pia anatajwa kutimkia Young Africans kwa sababu yuko pale Singida kwa mkopo. Tumekuwa na kasumba kwenye timu zinazoongozana na Yanga na Simba kwenda kutuwakilisha kwenye michuano ya kimataifa, na safari hii atakuwa Azam na Singida. Hawa wakilishi wawili mnawaona wakiishia wapi, hususan Singida ambayo inaenda kwenye michuano ya kimataifa, wakati huo key players wake wanatajwa kuondoka ndani ya club? Kwangu mimi Simba na Yanga bado nitapa nafasi kwenye michuano ya kimataifa, lakini Azam pamoja na Singida Black Stars sitawapa nafasi kubwa sana. Kama nitawapa nafasi kubwa basi labda ni 10%, kwa sababu record zinaonesha tu kabisa timu ambayo labda ukiachana na Simba na Yanga ambayo at least ilifika mbali kidogo, ilikuwa ni biashara. Tena biashara yenyewe ilifika mbali zaidi kwa sababu kuna baadhi ya timu zilikuwa zinajitoa huko wakafika mbali, lakini